utajifunza kuombea vile ambavyo wanadamu hawavifikirii. Utajifunza kuombea zaidi ya kile ambacho roho yako inaweza kuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajifunza kuombea si matakwa ya moyo wako, si matakwa ya nafsi yako, lakini utaanza kuombea matakwa ya Mungu. Utaanza kuombea kile ambacho Mungu anakusudia ukiombea wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho ambacho utatamani kuombea. Tumekuwa tukijifunza juu ya roho 7, juu ya roho 7 ambazo zilikaa kwenye shina la chipukizi la Yese. Tukaona ya kwamba roho ya Bwana alikaa juu yake. Then Roho Mtakatifu is the main point, ndio kiini cha haya mengine 6. Haya mambo 7 na Roho Mtakatifu akimjumlisha, lakini namba 1 Roho Mtakatifu ndio kiini. Kutoka kwenye kushindwa kwenda kwenye kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili utoke kwenye kushinda uende kwenye kushinda, Roho Mtakatifu ndio anakuwa center. Roho Mtakatifu ndio anakuwa kiini. Na Biblia inasema Roho wa Bwana alipokaa juu yake, ikazaliwa roho ya hekima, the spirit of wisdom. Then ikazaliwa roho ya understanding, roho ya ufahamu. Then ikazaliwa roho ya shauri, the spirit of counsel. Then ikazaliwa roho ya uweza, the spirit of might and power. Then ikazaliwa roho ya maarifa, the spirit of knowledge. Alafu then ya mwisho tunaiona pale inazaliwa roho ya kumcha Mungu. Roho ya kumcha Mungu, the spirit of knowing God, kumcha Mungu, fear the Lord. Roho ya kumhofia Mungu, roho ya kumcha Mungu. Biblia inasema na roho ya kumcha Mungu ikawa juu yake. Haya mambo yote yanahitaji kuyaombea, ndio maana tupo kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji kuviombea hivi vitu vyote vije juu yetu. Hatuhitaji kimoja wala viwili, lakini our desire ya kwamba yote haya yaje kwetu. Paulo anatufundisha vizuri kwenye Matendo, kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 pale mwisho. Anasema lakini takeni sana karama zilizokuu, lakini nimewafundisha upendo. Kwa hiyo tunatakiwa kutaka sana zote. Tunatakiwa tutake zote ikiwezekana. Hauhitaji kutaka moja, lakini lazima utake zote. Kwa sababu Biblia inasema hizi zote zilikuwa katika shina la chipukizi lililotoka katika shina la Yese. Zilikuwa kwa mtu mmoja. Kama zilikuwa kwa mtu mmoja ambaye labda let us say ya kwamba ni Kristo. Kama zilikuwa kwa mtu mmoja ambaye ni Kristo, zinapaswa kuwa kwa mtu mmoja ambaye ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije na mentality ya kwamba kama zilikuwa zote kwa Yesu, mimi haiwezekani kuwa zote. Zimekuwa kwa Yesu zote ili ziwe mfano ya kwamba kumbe zinaweza kuwa kwako zote 7. At the same time ukawa na spirit of wisdom, ukawa na roho ya hekima pale pale, ukawa na understanding, ukawa na roho ya ufahamu, kwa sababu hekima inaleta ufahamu na ufahamu unazaa maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Then kuna roho yenye nguvu. Hii roho ya uweza maana yake ite power kuyatimiza ama kuyafanya yale yote ambayo, kufanya hekima iweze kurani, kufanya ufahamu uweze kufanya kazi, kufanya ushauri uweze kufanya kazi, kufanya maarifa yaweze kulani vizuri. Yanahitaji roho yenye nguvu. Nguvu ndio injini ya kuoperate haya mambo yote. Ni sawasawa kwenye simu, tuna Android. Hakuna simu ambayo haina Android ama kama haina Android maana yake itakuwa na iOS, kwa maana App Store. Ile ndio injini. Ile ndio injini inayorani vitu vyote.
Ukitoa ile, hata application haiwezi kufanya kazi, hata WhatsApp haiwezi kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukichukua Facebook haiwezi kufanya kazi, hata ile application ya kupiga ya call haiwezi kupiga. Kwa nini? Kwa sababu ile engine imecorrupt. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho wa Bwana ndiye ambaye anabeba yote haya. Kwa hiyo napofika eneo la maombi la kuombea haya mambo, ni lazima uyaombe. Tamani kuona ya kwamba ninaona kuna kitu kinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sawa. Leo ngoja ni towe jambo dogo hapa, tuendelee mbele kidogo. Naandika wapi? Nimepoteza. Yes, andika hapa. Jana tuliona roho ya maarifa ikitenda kazi. Nataka angalau tujifunze kidogo sana, alafu tukaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kwa ufupi sana, then tukaombe. Nataka tuangalie roho ya kumcha Mungu. Roho ya kumcha Mungu ambayo ilikuwa juu yake, ambayo ni ya mwisho katika hizi 7. Roho ya kumcha Mungu. Roho ya kumcha Mungu. Tuko kwenye Isaya sura ya 11 mstari wa 2. Tuko kwenye Isaya sura ya 11 mstari wa 2, ambapo roho zote hizi zinafanyiwa kazi. Haleluya. Let me be there. Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Sasa baada ya hii ya kumcha Bwana, ya mwisho anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Mungu. Baada ya haya mambo 7 kuanza kuoperate ndani ya mtu, ndio unaona sasa kumcha Bwana kuna hama kuwa ibada, then kuna kuwa furaha. Unajua watu wengi sana kumcha Mungu hakujawa furaha. Ndio maana hata kanisani unakuja kwa kujivuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kwa kung'ang'ana. Unang'ang'ana sana kuona kwamba niende kanisani. Lakini kuna level ikifikia kumcha Bwana become a joy, inakuwa furaha. Chochote ambacho kinakuaga furaha ya mtu huwa anakitafuta kwa namna yoyote. Wengi wetu furaha yetu ipo katika biashara. Furaha yetu ipo katika mambo fulani. That's why tumemisi ile mwendelezo. Lakini ikifika eneo furaha yako ikawa katika kumcha Mungu, swala la Mungu kwako sio tu ibada, lakini linakuwa ndio eneo ambalo linamletea mtu furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile mtoto unamwambia nataka nikupeleke labda ukaogelee mahali fulani, nataka nikupeleke sehemu fulani ya nzuri, nataka nikupeleke sehemu fulani ukatalii, au nikupeleke mbuga za wanyama, au nikupeleke wapi, namna anavyofurahi, au nikupeleke kwenda kuogelea kwenye bwawa fulani, namna anavyofurahi. Ndivyo ambavyo mtu mzima kumcha Mungu it become joy. Lile tendo la kumcha Mungu linageuka kutoka kumcha Mungu linakuwa furaha. It become the part of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka sana niongelee hapo leo. Leo niko kwenye kipengele hiki cha kumcha Mungu kwanza kama sehemu ya hizi roho. Kumcha Bwana inamaanisha nini? Ni hofu ya kichwa cha Bwana. Ni hofu ya kichwa cha Bwana. Ni heshima kubwa na utii wa hiari, sio hofu ya kuogopa hukumu ama adhabu, bali ni moyo unaomstai Mungu, unaochukia dhambi
unaotamani kumpendeza Yehova wakati wote. Ni nini kumcha Mungu? Tunapoongelea kumcha Bwana, tunaongelea hofu ya kicho. Ngoja kufanua kicho. What is kicho? Ni heshima kubwa na utii wa hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hofu, sio hofu ya kuogopa adhabu, bali ni hofu ya moyo unaomstahi Mungu, unaochukia dhambi, unaotamani kumpendeza Yehova wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanampenda Mungu ama wanamhofia Mungu kwa kuogopa adhabu. Lakini tunapoongelea kumcha Bwana ni ile hofu ya kumhofu Mungu, si kwa sababu ya hukumu, bali ni roho ya kumstahi Mungu kwa kiwango cha juu kinachoweza kupelekea kumpendeza Yehova katika maeneo mbalimbali, si kwa sababu naogopa hukumu. Hivi leo kwa mfano, hukumu ikiondolewa, je, utarudi kwenye uzinzi? Kama hakuna hukumu utaanza kuiba? Kama hakuna hukumu utakunywa pombe? Kama hakuna hukumu utakuwa mwongo? Kama hakuna hukumu utakuwa mwizi? Yaani ikitokea leo Mungu amesema nimefuta hukumu yote, nataka watu tu wanaonipenda kwa hiari bila kuogopa jehanamu haitakuwepo, na wala hakuna mambo yote ya hukumu, je, utabaki kwa bado unampenda Mungu? Au utaacha kwa sababu hakuna, there is no more hell, hakuna tena jehanamu? Kwa hiyo tunapoongea habari za roho ya kumcha Bwana, unaanza kumheshimu Mungu na kumhofu Mungu katika maisha yako yote. Si kwa sababu ya kuogopa hukumu, lakini ni kwa sababu ya kumhofu Mungu, kwa sababu yeye ni mtukufu na ni mtakatifu sana. Ni Mungu aliyezifanya mbingu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia watu wa zamani kabla ya sheria, walimhofu Bwana pasipokuwa na sheria. Nani alimwambia Yusufu ya kwamba kulala na Potifa ni dhambi? Maana sheria ya usizini ilikuwa haipo, si ndivyo? Si ndivyo? Lakini angalia Yusufu alisema ya kwamba nitendeje ubaya huu nimkose Mungu. Nani alimfundisha ya kwamba angelitenda kile kitu kingemletea kumkosa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo neno halipo tena, yuko mazingira magumu, ndio tunasema roho ya kumcha Mungu. Mtu anakuwa mcha Mungu automatically. Okay, let us talk about Job. Ayubu, wanatheolojia wanasema kitabu cha Ayubu ni kitabu cha zamani mno,
usikihesabu kwa mahali kilipowekwa kwamba kimewekwa karibu na Zaburi. Kwa hiyo ukafikiria kwamba yale yaliyoandikwa kwenye Zaburi labda yako yanakaribiana huo muda, au Ayubu aliishi wakati huo wa kipindi cha waandishi wa Zaburi. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu hiki cha Ayubu inawezekana kiliandikwa kabla hata ya Ibrahimu kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu ya mtindo wa maisha wakati wa kitabu cha Ayubu. Hawakuwepo makuhani, haikuwepo sheria ya sadaka moja kwa moja. Makuhani walikuwa bado. Ndio maana unaona Ayubu anatoa sadaka yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapakuwako na taifa la Israeli wakati wa Ayubu. Ndio maana anasema Ayubu alikuwa mcha Mungu kuliko watu wote wa wana wa mashariki. Unaposoma kitabu chote cha Ayubu, hutaona neno Israeli, wala hutaona neno wana wa Israeli, wala chochote, wala kuhani, wala nani. Yeye ndio kuhani mwenyewe, yeye ndio kila kitu mwenyewe. Lakini Biblia inamtaja Ayubu kama mtu ambaye alikuwa mwenye haki kuliko watu wote wakati ule. Na pamoja na magumu aliyoyapata, Biblia ina confirm ya kwamba Ayubu hakutenda dhambi wala kumwazia Mungu vibaya. Nani alimwambia hili ni dhambi na hili sio dhambi? The spirit, tunaongelea roho ya kumcha Mungu. Roho ya kumcha Mungu ilikuwepo kabla ya sheria, na ilikuwa inawashuhudia watu habari za kumcha Mungu. Roho ya kumcha Mungu ilikuwepo kabla ya Torati, na ilikuwa ikiwashuhudia watu habari za kumcha Mungu. Kutana na mazingira fulani na amekata tamaa sana, amevunjika moyo sana, kwa sababu kuna jambo fulani alikuwa anategemea kulipata lakini hajalipata. Kwa hiyo limemvunja moyo sana, yani anahitaji kutiwa moyo. Nikamwambia tu jambo, huyo mtu ni lazima ajue ya kwamba kama kuna jambo fulani alikuwa analitarajia kulipata na hajalipata, bado anapaswa kuendelea kuamini ya kwamba bado Yesu ni Bwana. Kwa sababu kama anajiuliza, yani mimi nakosea wapi? Bwana niko mwaminifu. Bwana anatoa zaka, Bwana anatoa sadaka, Bwana anajitoa kwa Mungu, Bwana namwamini Mungu, Bwana niko 1 2 3. Bwana kimeenda kimerudi. Nikamwambia mtu kutoa zaka, mtu kumpenda Mungu, mtu kutoa sadaka, mtu kupenda ibada haikupi license ya wewe kupokea kila kitu unachokihitaji kutoka kwa Mungu. Hayo ni majukumu yako kwa Mungu wako. That is your responsibility to your God. So you have to be responsible. Huo ni wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni wajibu wako kwa Mungu. You have to do that. Lakini napokuja swala la Mungu kufanya, okay, wewe unaweza kuangalia hilo moja. Je, umeangalia na mengine ambayo Mungu amekufanyia? Kwa sasa wewe kwa sababu unataka Mungu akupe kazi ya 500,000, sawa. Lakini unasahau ya kwamba hata bado amekupa kazi ya 1,000,000. Si mnaelewana mzee Mkama?
maono yako na shauku yako na maombi yako na kila kitu, Mungu nipate ile kazi na mshahara milioni 5. Mungu nisaidie nipate ile kazi. 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 Ile kazi ni ya kwangu. Kabisa nimekuamini Mungu. Nimetoa na zaka, nimetoa na sadaka, nimefanya na ibada, nilijenga na kanisa, nilinunua sina nini, nilifanya moja mbili. Sawa. Siku usipopata unaingia ubaridi. Sasa Mungu ni Mungu yani. Bwana hajanipa. Unasahau ya kwamba kuna mtu hata hiyo ndogo ulionayo wewe anaililia aipate. Juzi nilikuwa naangalia article moja, alikuwa ameituma mtangazaji mmoja maarufu wa kipindi cha nyuma. Na hiyo nafikiri alituma kwa sababu ya hapa karibuni hapa kumekuwa na watu maarufu wengi wamezaa watoto. Sawa sawa. Sasa wale watu maarufu walikuwa wanazaa watoto, mitandaoni kule pamefunikwa na zawadi nyingi. Watu wanaenda sina madola, wanatupa dola kwenye kikapu, mtoto amezaliwa. Nikawa nasikia wengine wanasema yule mtoto tayari kwenye akaunti yake anaelekea kufikisha bilioni 1. Yule mtoto toka amezaliwa bado hata wiki hana. Akawa milioni 900. Kasoro kufika bilioni. Sasa yule mtangazaji akasema hivi, wewe dada ambaye najua umejifungua na haujui hata utakula nini, haujui hata mtoto wako utamvisha, hata pampasi hujui kama utapata, hata pampasi, hata nepi tu hujui kama utapata, huna uhakika hata wakula, usijisikie vibaya. Dunia ndivyo ilivyo. Yani wakati mwingine analetewa zawadi za fedha, analetewa zawadi ya magari, analetewa zawadi ya nini, wewe huna hata nini 100, bado mshukuru Mungu, kwa sababu wewe unaye huyo mmoja, kuna mwingine hata huyo mmoja hana. Okay, wewe unaye na ujui utamlisha nini, lakini kuna mtu mwingine hata huyo mmoja hana. Na kuna mtu mwingine alipozaa tu amekufa, amebaki mtoto. Na kuna mwingine alipozaa tu mtoto amekufa na amebaki yeye. Kwa hiyo wewe ambao unahisi uko kwenye mazingira magumu, jipe moyo, muendelea kumwamini Mungu, kwa sababu dunia haiko, hatulingani. Dunia ndivyo ilivyo. Kila ambacho unahisi wewe ni cha umekipata na bado unanungunika, kuna mwingine anakitafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja, akawa ananiambia story ya ndugu yake mmoja ambaye anatafuta mtoto. Wana pesa, yeye mwenyewe mama ana pesa, mume wake ana pesa, na wako kwenye ndoa zaidi ya miaka 10 na kitu, na hawana mtoto. Wamehangaika hospitali zote kubwa unazojua mpaka nje ya nchi, hamna. Kwa wakaja kwenye mfumo mwingine ambao unaitwa ni mfumo wa kupandikiza mayai. Wangapi wanaufahamu? Unapandikizwa yai. Hivi unaelewa kupandikiza yai mara moja huwa inagharimu sio chini ya milioni kuanzia 30 mpaka 50. Na hiyo hata lisiponasa hairudi. Ni kama kiendacho kwa mganga. Akifanyeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amepandikiza mara ya kwanza na ametoa fedha zaidi ya milioni 30, haikuweka out. Alienda Arusha kupandikiza KCMC kwa madaktari bingwa kabisa. Haikuweka out. Akapandikiza mara ya pili, akatoa tena zaidi ya milioni 30 na haikuweka out, kwa maana hakushika. Mara ya tatu wamekuja madaktari bingwa kutoka Nairobi, ametoa pesa, wakamwandaa kila kitu, wanakumwambia sasa subiri uingie kwenye siku zako, kwa sababu lazima mtu aingie kwenye siku zake ndio wapandikize. Ya iliyo limesogea. Ya kuingia kwenye siku kukakata. Leo mwaka wangapi? Wa pili. Pesa ipo, kila kitu kipo, lakini wametafuta kwa kadiri wanavyoweza, imeshindikana. Maana yake inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba pesa sio kila kitu, ila Mungu ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo wewe mche Mungu, muishie Mungu. Mungu ni mwaminifu. Hata kama hajafanya kwa kadiri ulivyotarajia, bado Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumwambie Mungu atusaidie tupokee roho ya kumcha yeye. Tusimche Bwana kwa sababu fulani, lakini tumche Bwana kwa sababu ametuumba. Unajua wanadamu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuliumbwa ili tumche Mungu. Yani our nature, we have to worship God. Why we have created? Because of worshiping God. Tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Yaani maisha yako yakamiliki kwa kitu kingine, kwa sababu na fedha. Yanakamilika kwa sababu una Mungu. Kwa ukimwona mtu mwingine anafanikiwa, wala usisikie wivu. Ukimwona kama mtoto huyu ana bilioni kwenye akaunti, wewe una hata 100, usijisikie vibaya. Kwa mtu mmoja nikamwona ajiposti kwenye mtandao anasema, jamani, wanaume haya ni matusi. Mtoto ana hata wiki anatuzidi utajiri kweli? Mtoto hata wiki anakuzidi hela wewe mtu mzima na miaka 40. Haya ni matusi. Ngambia hapana, sio matusi. Dunia ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Upaswi kujiona mnyonge kwenye eneo lako, na wewe mtumainie Mungu, mwishie Mungu. Bwana asifiwe sana. Let us stand up. Tusimame tuende mbele za Bwana.